Ukiniuliza kuhusiana na Chama kurudi katika malisho yake ya zamani Simba Sports Club akiachana na waajiri wake wapya, yuko sahihi kwa kiasi gani ama hayuko sahihi kwa kiasi gani, jibu lake litakuwa na utata kidogo, lakini ukiangalia kwa weredi aliyokuwa nao Chama Clatous kwa upande wake unaona kabisa anawezekana akawa yuko sahihi. Tunaona performance ya Clatous Chama akiwa ndani ya klabu ya Simba Sports Club, performance yake inakuwa bora kweli. Kuna moment ambazo hata mashabiki wa Simba wanazikumbuka Chama akiwa ndani ya kikosi chao. Anafanya vyema zaidi akiwa katika kikosi cha Simba Sports Club, anawavusha dhidi ya Red Arrows ya kule nchini Zambia, anawavusha dhidi ya AC Vita Club ya kutokea nchini Kongo. Platinum pia nao walipitia kipindi kigumu sana katika utawala wa Chama akiwa katika ubora wake. Ana sanaa kubwa sana katika miguu yake, lakini kikubwa ambacho kinamtofautisha Chama na wachezaji wengine ni ball skills aliyokuwa nayo. Amekuwa na akili ya hali ya juu, amekuwa na maamuzi ya usahihi, amekuwa pia na maamuzi ya mechi. Ni mara nyingi sana amekuwa akijipambanua na akipata nafasi ya kutosha akiwa ndani ya klabu ya Simba Sports Club. Ukirejea maisha yake akiwa ndani ya klabu ya Simba, katika utawala wa mwisho akiwa Robertinho, alikuwa akichukia zaidi kufanyiwa mabadiliko. Hata utakuwa shahidi alipokuwa akifanyiwa mabadiliko, amekuwa ni mtu ambaye hakuwa anafurahia. Na hii ilikuwa inakwenda hadi kwa mashabiki wa Simba, the way mapenzi ambayo alikuwa amempa Clatous Chama, amekuwa ni mtu ambaye walikuwa wapendi afanywe mabadiliko. Na kuna wakati mwingine kuna misemo mingi ilikuwa inakuja kwa mashabiki, kama unaona Chama aingie kwenye mfumo wa kocha, basi kocha kubali kuingia kwenye mfumo wa Chama. Kauli kama hizi zote zilikuwa zinaashiria ni kwa namna gani mashabiki walikuwa wamempa ufalme mkubwa Clatous Chama na mapenzi makubwa. Anaondoka ndani ya klabu ya Simba, anakwenda kwa mahasimu wao Dar es Salaam Young Africa. Iliwaumiza sana mashabiki, lakini kitu ambacho kimekuwa si kizuri kwa Chama akiwa ndani ya klabu ya Yanga, hapati nafasi ya kutosha. Na ukiangalia ndani ya klabu ya Yanga anakutana na changamoto ambayo hata kama ingekuwa kwa namna gani ni lazima aweze kuingia katika mfumo wa kocha. Tunaona Dar es Salaam Young Africa kuna Stefan Aziz Ki ambaye huyu ni MVP wa msimu uliopita, top scorer wa msimu uliopita. Bila shaka kabisa performance yake imekuwa bora. Anatoka kuperform pia AFCON akiwa na taifa lake la Burkina Faso, wanafika hatua ya robo finali AFCON. Pasi na shaka kabisa amekuwa ni mchezaji ambaye akipata nafasi kwenye timu yake ya taifa, lakini pia timu yake pia imeweza kufuzu AFCON ambayo itafuata kutokea hivi sasa. Kwa hiyo unaona kabisa namna gani amekutana na changamoto kubwa. Anakutana na Pacome Zouzoua ambaye taifa lake ni mabingwa AFCON. Ingawaje yeye Pacome Zouzoua hakuweza kupata nafasi katika taifa lake, lakini aliweza kuitwa katika kikosi cha awali na baadaye anakuja kuenguliwa. Pasi na shaka Ivory Coast waliita wachezaji wenye profile kubwa kutoka mataifa ya Ulaya. Pacome Zouzoua anakosa nafasi katika kikosi cha timu ya taifa, lakini Pacome Zouzoua huyu ndiye alikuwa most valuable player akiwa nchini Ivory Coast, MVP wa Ivory Coast kabla ya kufika Dar es Salaam Young Africa. Kwa hiyo unaona kabisa kuwa ni kwa namna gani anakwenda kukutana na vigingi ambavyo vipo katika ubora wa hali ya juu. Tunamuona Maxim pia Zengeli, tunaona namba zake katika msimu uliopita, anafunga magoli ya kutosha, ana assist vya kutosha, lakini hivi vilabu vya Kariakoo pale kwenye dabi ya Kariakoo unapokuwa unafanya maajabu makubwa zaidi, unakuwa unatamkwa zaidi. Maxim pia Zengeli toka afike Dar es Salaam Young Africa, Simba wamekuwa wakilia kweli. Katika dabi ambayo Simba wanapoteza magoli 5, Maxi Zengeli alifunga goli 2. Katika dabi ambayo Simba anapoteza goli 1-0 ngao ya Hisani, Maxim pia Zengeli alihusika. Lakini pia Simba anapoteza goli 1-0 katika ligi kuu msimu huu, Maxim pia Zengeli pia ndio aliyotoa assist mpaka Kevin Kijili anakwenda kujifunga. Kwa hiyo kuna moment nyingi sana ambazo Chama anakutana nazo katika wachezaji ambao wapo ndani ya klabu ya Dar es Salaam Young Africa wakiwa wameweka legacy kubwa zaidi. Kwa ana kitu cha kufanya.
anakosa game time ya kutosha kuweza kuonyesha kile ambacho anaweza akakiofa kwa Dar es Salaam Young Africa. Lakini ukiangalia hata Engineer Hersi alipokuja kuelezea namna aliweza kumpata Clatous Chota Chama, moja kishawishi ni kumwambia Clatous Chota Chama kwamba njoo katika klabu ambayo inaweza ikakupa ubingwa wa Afrika, inaweza kukupa hatua kubwa zaidi katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini mambo yanakwenda kombo, wanaondolewa katika hatua ya makundi, wanashindwa kufika hatua ya robo finali. Lengo lingine lile kwa Chama kwake linakuwa kizungumkuti, namna gani anaweza akafanya. Anafikiri na yamesikika mara nyingi maneno yakisemwa kwa Chama atafurahia maisha yake akiamalizia ndani ya klabu ya Simba Sports Club. Na ukiangalia Chama kwa sasa umri wake above 30. Kwa hiyo inaona kwamba kwa umri huu ni umri ambao anatakiwa apate sehemu yenye marisho ambayo anaweza akapata maslahi mazuri, lakini pia akastaafu mpira wake kwa heshima kubwa. Ukiangalia akiwa nchini Zambia hakuweza kupata legacy kubwa, lakini anakuja nchini Tanzania, Simba ndio inampeleka kimataifa, na hadi Chama kuwa miongoni mwa wachezaji ambao wameweza kufunga magoli mengi zaidi katika michuano ya CAF. Kwa hiyo na hii yote ameipata akiwa ndani ya klabu ya Simba. Kwa hiyo utakaponiuliza kwa Chama atakuwa sahihi zaidi kurudi ndani ya klabu ya Simba, of course yes, inawezekana ikawa sahihi kabisa. Lakini kuna maswali ya kimpira ambao unaweza kujiuliza. Clatous Chota Chama kwa kiwango ambacho alichokuwa nacho, kwa game time ambayo ameipata toka afike Dar es Salaam Young Africa, akienda klabu ya Simba, nafasi yake je ipo? Ukiangalia katika hali ya kawaida Chama lazima atafanya kazi ya ziada ili aweze kupata nafasi ndani ya kikosi cha Simba, na ukiangalia Fadlu Davis hajawahi kufanya kazi na Clatous Chota Chama. Kwa hiyo anakwenda kukutana na changamoto mpya kutoka kwa Fadlu Davis. Kwa hiyo moja kwa moja ana kitu cha kuweza kumprove right kocha kuona kwamba anastahili kuweza kuwa sehemu ya kikosi. Tunaona Simba Sports Club wanajaa Shau Ahoua ambaye kwa sasa namba zake zimekuwa kubwa kweli. Ana assist 6, ana magoli 12, ndio top scorer wa ligi mpaka hivi sasa. Na ukiangalia pia amekuwa na mchango mkubwa, amehusika katika magoli 18 ya Simba ambao wameweza kuyafunga. Kwa hiyo moja kwa moja unaona kabisa Shau Ahoua ni mchezaji ambaye amekuwa na muendelezo mzuri sana ndani ya klabu ya Simba. Lakini pia ukimwangalia uingizo jipya dirisha dogo Elie Mpanzu ambaye naye pia ameonekana pia akiwa anaonyesha umakini mkubwa na weledi mkubwa zaidi. Ameanza kufungua akaunti yake ya mabao toka ingie Simba Sports Club. Amekuwa ni mwiba wa hatari, amekuwa akisaidia Simba kwa kiwango kikubwa sana. Mpaka sasa Joshua Mutale anaelekea kusahaulika kwa sababu ya Elie Mpanzu kufanya vyema zaidi. Clatous Chota Chama akiwa Simba aliwahi kufanya kazi na Kibu Denis, Kibu mkandaji, lakini ameondoka. Kibu Denis ameendelea kuwa na muendelezo wa kuisaidia timu. Yes, of course nakubali kwamba Kibu Denis amekuwa hafungi, amekuwa hana namba kubwa katika kufunga, lakini ana moments ambazo zinaipa faida zaidi Simba Sports Club. Anaonyesha work rate yake imekuwa kubwa hata asipofunga, lakini anaiwezesha timu kuweza kupata ushindi. Utakuwa shahidi kimataifa ameweza kufunga goli muhimu dhidi ya Al Ahly Tripoli ya kule nchini Libya. Mabululu anawatangulia Simba Sports Club katika hali ambayo Simba wanaelekea kukata tamaa. Kibu Denis anawarejesha mchezoni na mpaka wanakwenda kupata matokeo mazuri. CS Constantine ukiangalia walikuwa katika kundi moja. Katika maamuzi nani ataongoza kundi? Kibu Denis, Kibu mkandaji anakwenda kufunga goli la muhimu la kuanzia kufungua kalamu ya magoli kabla ya Lionel Ateba kuweza kufunga goli lingine. Lakini ukiangalia hapo Simba wanakwenda kuongeza kundi, wanaingia hatua ya robo finali wakuwa vinara wa kundi. Na katika kundi lao wao walikuwa poti namba 1 na wanakwenda kule wanaendelea kuwa poti namba 1 wakiwa wameongoza kundi. Kwa hiyo hizi zote ni moments ambazo Kibu Denis ameweza kuziongeza. Of course yes, kwenye ligi mara ya mwisho kufunga kabla hajafunga mechi dhidi ya Dodoma alifunga dhidi ya Dar es Salaam Young Africa, ambapo alikaa msimu mzima pasipo kuweza kufunga. Lakini tunaona anarejea mechi ya Dodoma Jiji, anaondoka na magoli mawili. Alimanusura aweze kupata magoli 3 au zaidi, lakini anakuja kuwa nyota wa mchezo katika mchezo wa Dodoma Jiji. Kwa hiyo hata Clatous Chota Chama atakapofika katika klabu ya Simba
kuna kitu ambacho anahitaji kukionyesha, kuna kitu anahitaji kuweza kukiongeza. Sina mashaka na utulivu aliokuwa nao, sina mashaka na maamuzi ya game ambayo yuko nayo. Naamini kabisa huenda akafanya vyema zaidi. Lakini upande wa mashabiki unaweza kujiuliza, je, wanaweza wakampokea Clatous Chota Chama? Jibu la haraka kabisa kwamba of course yes, hakuna utata wote, anaweza akapokelewa kwa sababu Clatous Chota Chama sio mchezaji wa kwanza kuweza kuhama kutoka timu A kwenda timu B. Tumeona yamefanyika haya kwa Mrisho Alfan Ngasa, amecheza Dar es Salaam Young Africa, amecheza Simba Sports Club, amecheza Azam. Tunaona haya pia kwa Bernard Morrison, ameondoka Yanga katika hali ambayo ya utata kweli, kesi kasi, mara Morrison ameshinda, yupo ndani ya Simba Sports Club, anaisaidia Simba, wanachukua FA, Morrison anafurahi mpaka anavua bukta, anabaki na bukta ya ndani, lakini still bado alirudi ndani ya klabu ya Yanga na aliweza kumpokea. Rejea kwa Haruna Nkizimana Niyonzima, huyu Mnyarwanda huyu, alikuwa Dar es Salaam Young Africa, akaenda Simba Sports Club, lakini baadaye alirudi katika ardhi ya Wanajangwani na Wanajangwani walimpokea kwa furaha, na siku ambayo anaondoka walimuaga kwa heshima kubwa na kumtengenezea sanamu kubwa sana la namba 8, na namba yake imetoka kwa Haruna Niyonzima inakwenda kwa Khalid Aucho. Toka avae Khalid Aucho namba kutoka kwa Haruna Niyonzima, Khalid Aucho bado hajampasia mtu yoyote mpaka leo anaitendea haki namba 8 ambayo imeachwa na Haruna Niyonzima. Ni wachezaji wengi sana ambao wamepita. Ibrahim Ajibu naye pia alikuwa Simba, amekuja Yanga akacheza kwa mafanikio ya Ajibu katika ardhi ya Tanzania akiwa Yanga amefanya vizuri zaidi kuliko akiwa Simba, Azam na kwingineko ambako amecheza. Mimi kwa upande wangu sioni kikwazo chote cha mashabiki wa Simba kuweza kumpokea Clatous Chota Chama. Mwanzo mwisho ulikuwa nami Steven Mapunda nikikuletea uchambuzi huu wa Clatous Chota Chama kuhusishwa kurudi katika viunga vyake vya zamani, waajili wake wa zamani Simba Sports Club. Basi kama utakuwa bado haujasubscribe unaweza kufanya hivyo, bonyeza neno subscribe, itakuja alama ya kengele, iguse hiyo kengele, utaliona neno all kwa juu kabisa, gusa hiyo neno all. Kwa kufanya hivyo utakuwa tayari ushakuwa mmoja wetu na kuweza kuhabarika kwa habari kemkem za kimichezo ndani ya Steam TV. Hadi wakati mwingine, bye bye.